Mimi kwa majina anaitwa Hamidu Abdunuru, napatikana kata Rwamishenye, mtaa huu wa Rwamishenye halisi, ambaye ni mjasiriamali na mfanyabiashara ndogo wa hapa Rwamishenye. Napozungumzia swala la amani, hususan siku ya jana ya tarehe 9, kwa kweli kata ya Rwamishenye unapozungumzia kata ambazo zina population ya watu, kwa maana watu wengi, mkusanyiko wa watu ni kata ya Rwamishenye. Lakini jana watu vile walikuwemo hivyo wakiendelea na shughuli zao. Amani ilikuwa ni kubwa ikitawala. Kwa kweli naweza nikasema namshukuru kwanza wananchi wa Rwamishenye kwa namna walivyoonesha utulivu. Lakini vile nishukuru sana jeshi la polisi hapa mkoa wetu wa Kagera, hususan manispaa yetu ya Bukoba. Lilidumisha ulinzi muda wote, sio mchana, sio usiku. Walionekana wakipita, wakitutoa maelekezo, wakiangalia namna gani watu wanaofanya shughuli zao. Kwa hiyo kwa kweli naweza nikasema nawashukuru sana. Lakini shukuru sana serikali jumla ya mkoa wa Kagera, serikali ya wilaya. Hata juzi hapa mkuu wa wilaya alifika hapa kutoa elimu kwa vijana wa bodaboda, vijana wa bebandizi, vijana wa aina mbalimbali juu ya kudumisha amani ya nchi yetu, amani ya mkoa wetu, amani ya wilaya yetu. Kwa hiyo mimi naweza nikasema sisi kama kata ya Rwamishenye, sisi kwa kweli hakuna lolote lililotokea linaloashiria kuvunja amani. Amani ilikuwa imetosha, shughuli ziliendelea, maduka yalifunguliwa, bodaboda ziliendelea, mama ntilie waliuza. Kwa kweli hakukuwepo na taharuki yoyote iliyoashiria kwamba tarehe 9 kulikuwepo na jambo ambalo ni la kushtukia. Kwa majina naitwa Jacqueline Wandela, ni mfanyabiashara wa Rwamishenye, kata ya Rwamishenye. Namshukuru Mungu, hali ya usalama kwa tarehe 9 ilikuwa salama. Wafanyabiashara walikuja wakafanya biashara zao. Baadhi ya watu hawakujitokeza kwa wingi sana, lakini watu walikuwepo wakiendeleza biashara zao kama kawaida. Tunashukuru sana jeshi la polisi, limeimarisha usalama kuanzia mitaa, kata hadi wilaya, kwa maana walikuwa wakizunguka kulinda usalama. Wakuu wameweza kupita na kushauri watu waweze kuwa na amani, kwamba jeshi la polisi ipo kazini na linatekeleza shughuli zake za kulinda raia na mali zake. Kwa jina naitwa Ponsiani Andrea Kaijage, ni mkazi wa kata Bukoba, mtaa Bujekera asili. Kwa kweli tunamshukuru Mungu kwa manispaa ya Bukoba, hali ya amani ni nzuri, tuko vizuri, hatuna shida. Tunamshukuru sana Mungu, ametuepusha na machafuko. Kwa kweli tuko vizuri. Tunawashukuru sana jeshi la polisi, wamefanya kazi ya ziada kwa sababu walikuwa wakizunguka usiku na mchana wakiimarisha amani, wakiimarisha ulinzi. Kwa kweli wamefanya kazi ya ziada. Mpaka hivi sasa ninavyozungumza leo wamelala, wanapita, wanazunguka, wanaangalia amani ya wananchi wao ikoje. Na waasa vijana wajaribu kuisikiliza serikali inasema nini. Madai yao wanayoyadai serikali imeshakiri, inasema itayashughulikia. Kwa hiyo jambo la kushughulikia madai yao linaenda taratibu, na Mama Samia ameshakiri, amesema atayashughulikia taratibu. Kwa hiyo watulie, wasiwe na miemko, wasiwasikilize watu kutoka nje kuja kutuvurugia amani. Nina imani mambo yote serikali itayafanya na itayatimiza. Naitwa Shamda Jamidu, ni mkazi wa Rwamishenye. Kiukweli hali ilikuwa sawa na watu tuliendelea na shughuli zetu za kila siku, hapakuwa na bugu yoyote. Kiukweli walitenda kazi yao, walisimama katika uimara mzuri, hapakuwa na vurugu yoyote wala ukosefu wa amani wowote uliojitokeza. Walipita mara kwa mara kuangalia usalama upoje, na usalama uliendelea na jeshi lilitenda kazi yao kwa usalama. Vijana wenzangu washirikiane kwa kuijenga amani nchini kwetu, ili na si watafutaji tujiendeleze katika amani. Kwa majina naitwa Ramadhani Hamadi Bakari, ni mkazi wa Bukoba, manispaa, kata Rwamishenye, mtaa Kamizilenti. Kwa kweli hali ya usalama ilikuwa ni nzuri kwa sababu tuliona ulinzi wa jeshi la polisi umeimarishwa. Tulikuwa tukiona defenders zinapita mara kwa mara kuimarisha ulinzi. Kwa Bukoba nafikiri naweza kusema kwamba shughuli zetu zilikuwa zinaendelea kama kawaida, kwa sababu hatukuwa na mvurugiko wa amani kama ilivyotokea tarehe 29 Oktoba. Kwa hiyo sisi shughuli zetu ziliendelea kama kawaida, labda tu majira ya usiku kuja kufika mida ya saa 1 nafikiri raia walipungua barabarani na hakukuwa na mtu yoyote zaidi. Tulikuwa tukiona defenders zinapita kwa ajili ya kuimarisha ulinzi. Mimi nawashauri vijana wenzangu kwamba tuendelee kuilinda amani, kwa sababu unapoweza kuilinda amani unaweza kuulinda pia uchumi wako, kwa sababu unapokuwa ni mwanzilishi wa maandamano au unapokuwa unafanya maandamano,
ni kwamba kabisa unaenda kudidimiza uchumi wako. Kwa mfano sisi wafanyabiashara, yanapokuwepo maandamano, sisi tunashindwa kufanya shughuli zetu za kiuchumi na tunashindwa kupata pesa, na kwa asilimia kubwa kwa sisi vijana, ili uchumi wako uweze kwenda sawa ni lazima ufanye kazi kila siku, na kama hujafanya kazi ina maana lazima uchumi wako utadorora. Kwa majina naitwa Leonidas Kaiza. Hali ilikuwa shwari. Sisi kwa mitaa yetu tuliona amani ilikuwepo sana, na bado amani tunaendelea kuiona ipo, na ni kawaida yetu kwa Bukoba yetu, hatunaga mambo mengi, tunaelewa maki alishatukuta tuko jirani na nchi zilizowahi kupata vurugu. Kwa hiyo kisha umwa na nyoka unaogopa hata jani. Kwa hiyo tulishajifunza, kwa hiyo tuko salama kabisa. Jeshi la polisi tumewaona wakizunguka sana, kwa wanapita taratibu kwa amani kabisa bila buguza. Walikuwa wanakuta watu wametulia wanaendelea na kazi zao. Kwa hiyo haikuwepo labsha yoyote. Tulikuwa salama kabisa.